karibuni sana katika sehemu ya 11 Kwikwi za Harry-Magdon. Baada ya kutoendelea na somo hili kwa muda, tukiruhusu siku 10 za maombi ambazo zilianza tarehe 8 hadi tarehe 18, tunarejea tena. Leo katika sehemu hii ya 11 tunaenda kuangalia kanuni ya 3 katika kusoma na kuelewa maandiko ya N.G. White. Baada ya kuona kanuni ya kwanza, soma yote aliyoandika katika vitabu vyake kuhusu mada unayojifunza, lakini tukaangalia pia iweke katika muktadha muda, mahali na nini kilikuwepo, ili kabla hujaingiza katika matumizi lazima ujue aliandika wapi, ilikuwa lini, na aliandikia kina nani, kulikuwa kuna tukio gani pale, ama kuna mazingira yapi, changamoto ilikuwa ni nini, ndipo uweze kufahamu unawezaje ukaingiza katika matumizi. Lakini leo ni kanuni ya 3 ambayo itakuwa imetufikisha katika kituo muhimu sana. Ndipo sasa tuone maandiko ya N.G. White yanasema nini kuhusu miaka 6000 na hatima yake 2027 au 2031, kuhusu kuja kwa Yesu mara ya pili, na mada kadha wa kadha zinazoambatana na aina ya uelewa huo unaoendelea sasa katika ulimwengu wa kidini. Mungu akubariki na karibu sana. Awali ya yote ni kukaribishe katika sala. Baba yetu wa mbinguni, asante kwa fursa hii unapojifunua tena namna ya kusoma na kuelewa neno lako katika maandiko matakatifu, lakini kupitia huduma na maisha ya mtumishi wako N.G. White. Sasa ukatufundishe na kutubariki katika jina la Yesu Kristo, amina. Baada ya kuangalia kanuni za usomaji, leo tuna kanuni inasema jifunze ama tambua kanuni iliyotumika ama kanuni inayohusika. Ni kutofautisha kidogo kanuni mbili za kwanza. Maana za kwanza zilikuwa zinajenga tu kwamba soma maandiko ya N.G. White kuhusu mada hiyo. Soma maandiko yote kwa kadri uwezavyo kabla hujatoka na uelewa unaosema umeelewa. Lakini la pili tukaona jifunze ama iweke katika muktadha juu ya muda, aliandika lini, aliandikia wapi, yani kwa nani walioandikiwa ni akina nani na ilikuwa ni wapi, alafu na mazingira yaliyokuwepo eneo hilo, ama nini kilikuwa kinaendelea hapo wakati anaandika ujumbe huo kwa hao wanaohusika. Sasa hapa ni kanuni ya 3. Ukishafahamu hii kanuni ya 3, niseme tu kwamba utakuwa na nafasi nzuri ya kujifunza maandiko matakatifu kwa maana ya Biblia, lakini pia na maandiko ya N.G. White. Hii kanuni inasema tambua, discover the principle involved. Katika maandiko yote unaosoma ya N.G. White ama unaposoma Biblia, kabla hujaingiza kwenye matumizi, tambua, gundua, hivi hapa kanuni ni ipi? Nisome katika kitabu kile cha Shuhuda kwa Kanisa, gombo la 4, ukurasa wa 323 na paragraph ya kwanza, ambako mtumishi wa Mungu aliandika. Lakini pia nukuu utaipata kwenye gombo la 5 la Shuhuda kwa Kanisa, katika kitabu kile cha Shuhuda kwa Kanisa, gombo la 5, ukurasa wa 663, paragrafu ile ya 4, na hapa na nukuu: The word of God abounds in general principles. Neno la Mungu limewekwa katika kanuni za jumla, for the formation of correct habits of living, kwa ajili ya uundaji wa tabia ama mazoea sahihi ya maisha, and the testimonies, na shuhuda general and personal, za jumla na za mtu binafsi, have been calculated to call the attention more especially to these principles. Vyote vimeandikwa kuleta usikivu zaidi kwa kanuni hizi. Kwa hiyo neno la Mungu, Biblia, limeandikwa katika tu kuleta kanuni, lakini pia na shuhuda. Tunapotamka neno shuhuda tunamaanisha ya kwamba maandiko ya N.G. White ndio zinajulikana kama shuhuda, testimonies, nazo zimeandikwa kwa ajili ya kanuni. Hiyo ni jambo la msingi kuzingatia. Biblia usisome tu na kutoka nayo. Elia alilala juu ya marehemu akaomba,
alafu akafuka. Sasa ikiwa ndio usomaji wa namna hiyo, mtu anaweza kachukua hatua tu. Sasa maiti iko pale, nasema Elia alilala na mimi naenda kulala. Tunauliza kuna kanuni gani hapo imetumika? Ndio maana unaona kuna vituko vingi, kila mtu anadai ana maji ya upako, ana unga wenye upako, ana sivii nini cha upako, ana vitambaa na nini, na ukimwambia anakunukulia aya za maandiko matakatifu. Anasema mbona hapa imesemwa hivi, mbona hapa alifanya kitambaa, mbona alifanya hivi. Sio usomaji wa Biblia hata kidogo, hata kidogo. Kuna mambo ambayo tunapaswa kuyazingatia, mambo 6 ya muhimu sana. Mambo 6 kwa nini tunahitaji kujifunza namna ya kujifunza Biblia ama maandiko ya Ellen G. White. Ukizungumzia upande wa Biblia hasa, kuna magepu kama 6 ambayo inakufanya wewe msomaji wa Biblia wa leo ama msomaji wa maandiko ya Ellen G. White uweze kuzingatia ili upate maana sahihi. Kwanza kuna gap la muda, the time gap. Kwa nini? Kwa sababu wakati yanaandikwa, iwe ni Yeremia, iwe ni Kumbukumbu la Torati, Musa anaandika na nini, ni vizuri ujue wakati anaandika mambo hayo, muda ule na leo ni kipindi kikubwa sana cha tofauti ya muda. Ndio maana tunasema a time gap. Kwa hiyo uwezi ukaenda tu moja kwa moja ukalichukua afu ukalitumia. Kuna time gap. Lakini jambo la pili kuna space gap. Space gap tunazungumzia ya kwamba ulimwengu wa wakati ule na wa sasa hivi uko ndani ya space tofauti. Fursa za muda wake husika ni tofauti kabisa. Kuna tofauti kidogo ya time gap na space gap. Kwa hiyo space gap ya muda ule na muda wa sasa hivi ni tofauti. Kwa hiyo unaposoma maandiko matakatifu ni vizuri uweze kujifunza kanuni za uelewa. Usipotaka kujifunza kanuni za uelewa, basi utatoka na kila unachoona ni sahihi, lakini itakuwa kumbe ni uelewa wako na ni matokeo tu ya kutozingatia kanuni za kujifunza maandiko matakatifu. Jambo la tatu ni customs gap. Customs gap hapa tunamaanisha tamaduni, desturi za watu wale ni tofauti. Ni vizuri ujue wewe unapoyasoma leo, unaweza ukasoma tu halafu usijue kwa nini hiki kiliandikwa. Kuna tamaduni za wakati ule, kuna mila desturi za wakati ule. Sasa unaweza ukajikuta unaitumia tu jambo moja kwa moja. Moja wapo ya changamoto kama hizo ni pale ambapo watu wanasoma kwenye Marko 7 wanasema Yesu alitakasa vyakula vyote. Lakini bahati nzuri hata Biblia pale imeandika kulikuwa kuna customs, kulikuwa kuna mila na desturi za Wayahudi wakati huo, kama mtu ili ale wasema amekula mikono ikiwa safi, amenawa hapa kwenye viwiko. Kama hajafikisha kwenye kiwiko cha mkono hapa, anasema amekula na mikono iliyo michafu. Sasa wewe ukisoma tu unasema walikula chakula inani, yani lazima ufahamu kuna kitu kinaitwa a customs gap. Tofauti ya tamaduni uliopo wewe na ile walioandika, kuna utofauti huo. Usipofahamu kulikuwa kuna nini, mazingira yalikuwaje, utajikuta unafanya vitu tofauti. Lakini 4, kuna a language gap. Kuna gap la lugha. Ni vizuri kufahamu sio tu katika Kiebrania, sio tu katika Kiyunani na Kiaramaik, lakini hata ukija kwenye maandiko ya Ellen G. White unaweza ukaelewa kuna tofauti ya lugha hii ya Kiingereza waliokuwa wanaizungumza kipindi kile na sasa hivi. Hata ukija kwenye Biblia leo watu wakisoma ile ya Kiingereza wanasoma wanashindwa kujua, wanaona hili neno linamaanisha nini. Kisoma leo unakuta suffer not the children, little children. Kwa hiyo language gap, lugha inakuwa na matumizi ya baadhi ya maneno yanabadilika. Kwa hivyo unaweza kuwa unaitumia neno suffer leo kwa maana ya kama ni la Kiingereza kwa maana ya kuteseka, lakini wakati ule suffer maana yake ni kuruhusu, allow, permit. Kwa hiyo ukisoma kwenye King James Version, suffer not the little children, msiwazuii. Mtu anashindwa kujua suffer tena Yesu anamaanishaje nini? Kumbe ilikuwa matumizi ya lugha ya wakati ule, neno hilo lilikuwa na maana tofauti na wakati huu. Lakini pia namba 5 kuna a writing gap. A writing gap na maana gap la kiuandishi. Style ya uandishi wakati ule na leo ni tofauti. Ni vizuri uelewe habari ya grammar katika usomaji. Usipojua hiyo kitu utapata shida. Na mwisho ni ile tunaitwa spiritual gap, hali ya kiroho. Gap la hali ya kiroho. Uelewa na hali ya kiroho ya wakati huu na wakati ule ilikuwa tofauti. Usipozingatia hivyo utatoka na kitu tofauti kabisa.
Kwa hiyo kwanza lazima tujue nini maana ya hiyo discover the principle involved. Gundua kanuni katika hicho unachokisoma, kanuni yake ni nini? Kanuni huwa tunasema ni fundamental truth or doctrine. Ni ukweli wa msingi ama ni fundisho la msingi ambako mengine yote yanajengwa juu yake. Sasa unajua, usipojua hivi kweli wa msingi hapa ni upi, utakuwa una apply, yani unatumia kimatumizi bila uelewa. Kwa hiyo ndio tunasema ni principle. Principle ni ile ambayo haibadiliki, iwe ni Ulaya, Afrika, uende Australia, uende Marekani, uende Russia. Principle ni principle tu, na haitegemei mazingira, haitegemei watu wa rangi fulani, elimu fulani, hapana. Kwa hiyo ukizungumzia kwa mfano kanuni za asili, unazungumzia kwamba lazima mtu ili aishi lazima anakunywa maji. Uwezo ukasema wale wanaokaa Ulaya hawanywi maji. Hakuna uhai bila kunywa maji. Uwezo ukasema sisi huko Afrika tunatumia hewa hili, wale wanatumia hewa nyingine kuvuta. Ni hewa ile ile. Hiyo tunasema ni principle. Ukija kwenye upande wa kuvaa vazi, unakuta lina mambo mawili tu, kwamba linastiri mwili alafu linalinda mwili. Sasa hakuna mara utaniambia kwamba sisi huko Afrika sio lazima vazi listiri mwili. Ama vazi lazima lilinde mwili. Watakuuliza unamaanisha nini? Kwa sababu hakuna mwili wowote usiohitaji kitu kama hicho. Kwa hiyo ndio kitu ambacho tunasema ni principle. Principle maana yake ni ukweli wa msingi, fundamental truth au doctrine. Ukweli wa msingi ama fundisho la msingi, ambavyo mengine yote yanatoka hapo, ndipo yatumie katika matumizi. Na ndio maana unapojifunza kwenye physics unasema the Archimedes principle, the law of Archimedes, ambayo inakueleza maji yanayo, kama umejaza kikombe alafu ukachukua jiwe ama chochote chenye umbo ukadumbukiza, yale maji yanayomwagika ukayachukua ukayapima, alafu ukayapima na uzito wa kile kitu ulitodumbukiza. Kanuni inasema lazima iwe na uzito sawa. Kwa hiyo ni nini? Kwa hiyo yaitegemea umeenda kupimia wapi, lakini inapaswa kuwa vile. Sasa principle ina sifa mbili kubwa. Moja ni ile ambayo nimeeleza hapa kwamba ina cut across, yani ni universal, ni ulimwenguni kote. Kwa nini inakuwa universal? Maana yake inahusika kwa wanaume na wanawake, kwa eneo lolote. Inaitwa principle. Applies to all men and women in all places. Kwa hiyo it should be universal, lazima iwe ni ya ulimwengu wote, tunasema ni principle. Kwa hiyo usije ukasema hiyo ni principle ya kufahamu ukweli, lakini katika muktadha wa Afrika, alafu muktadha wa Ulaya hiyo sio yenyewe, hiyo haitakuwa principle. Utakuwa umezungumza kitu kingine. Principle lazima iwe universal. Lakini sifa ya pili, principle lazima iwe eternal. Eternal kwa maana ya kwamba inadumu milele. Kwa hiyo haiwezi kusema hii ni kipindi cha Nuhu. Halafu hii iko ni kipindi tu cha historia ya kanisa zama za kati. No, principle ni eternal. Unasema eternal kwa sababu inatembea katika historia, vipindi vyote vya historia, na haibadiliki. Tunasema hiyo ni eternal. Kwa hiyo principle ina kanuni mbili. Moja ni universal. Universal tunamaanisha ni horizontal, ina cut across women and men wote, bila kujali ni bara gani. Lakini pia inapaswa kuwa eternal. Eternal kwa maana kwamba ni vertical aspect. Yenyewe inahusisha majira yote kwa vipindi vyote. Sasa mara nyingi ambako watu huwa wanapata shida, wanaichanganya kanuni pamoja na sera. Kwa hiyo wanasema sera. Mara nyingi ukisema hii kule Ulaya, hii kule Amerika, hii sijui kule Australia, hapo unazungumzia sera. Sera yenyewe ni matumizi sasa ambayo mtu anayatoa katika principle. Kwa lugha nyingine, unatumiaje kitu hiki? Matumizi, namna ya kutumia inaweza ikawa tofauti na namna unavyotumia eneo jingine. Nasema hiyo ni tofauti. Lakini uwezo ukasema principle ni tofauti. Sera ndio tofauti. Sera ni tofauti maeneo na maeneo. Lakini uwezo kuzungumzia kwa mfano uvaaji ukasema hii ni sera. Sera ipi? Uvaaji unaweza kusema kama sera, watu wanavaa magauni.
kwa kuwa Papua New Guinea anavaa sketi na shati. Hapo ni sera ya uvaaji, lakini wamefanya nini? Bado amestiri mwili na amelinda mwili. Lakini ukiniambia huku wanavaaga tu sketi alafu kifua kinakuwa wazi kama wako ulimwenguni wanazichapa. Alafu nasema hii ni principles inabadilika. Hapana, hakuna principle ya namna hiyo na haitakuwepo sera ya namna hiyo, kwa sababu sera siku zote unaidrive kutoka kwenye principle. Ndio maana ni vizuri watu wasije wakasema hii ni sera ya huku, hii ni sera ya huku. Sera yoyote inajengwa kwenye kanuni. Out of principle we get policies. Sasa mtu akisema hii ni policy alafu haitokani na principle yoyote, sio sera hiyo. Itakuwa ni ufisadi mwingine ambao wanadamu wanajificha kwenye sera. Sera zinatoka kwenye kanuni. Na hivyo ili tuweze kufahamu katika kanuni hizi, mara nyingi kuna mambo matatu ya kufanya ili tuweze kufahamu kanuni. Moja, lazima unaposoma maandiko ya Ellen G. White ama maandiko kwa maana ya Biblia, lazima ujue inasema nini hicho ulichokisoma. Hicho ulichokisoma kinasema nini? What does it say? Lazima ujue hivi kinichosoma kinasemaje. Halafu jambo la pili, hiyo tunasema ni observation. Una observe, unachunguza ujue hiki kinachokisoma kwenye Biblia, hiki kinachosoma kwenye maandiko ya Ellen G. White kinasema nini. Halafu ndipo uje kwenye kutafsiri, interpretation. Interpretation tunamaanisha what does it mean. Umesoma kilichoandikwa ndio, lakini swali la pili hivi, maana yake ni nini? Yaani maana yake nini? Hapo ndipo inabidi upite safari ndefu. Ndio lazima ujue aliandika lini, aliandikia kina nani, kulikuwa kuna shida gani pale, tamaduni zao ni nini, lugha hiyo, ili ujue tu maana yake. Ile maana unayoifahamu hapo ndio tunayosema sasa umegundua kanuni, principle. Alafu ndio jambo la tatu uiweke kwenye matumizi, application. Application tunasema, Waingereza wanasema how does it apply to me? Ninawezaje kutumia ukweli huu, maana hii maishani mwangu? Kwa hiyo ndio maana nikakwambia application ndio pale tunapata ambayo inatofautiana sehemu na sehemu katika matumizi, lakini usisahau application ama sera zinajengwa kwenye kanuni. Sasa tupate mfano katika kitabu kile cha mfano katika Biblia, angalau Agano la Kale. Iko mifano mingi, Agano Jipya na Agano la Kale, lakini ngoja nitoe tu mfano mmoja wa Agano la Kale kwenye Biblia takatifu, kitabu kile cha Hesabu sura ya 15. Hesabu sura ya 15, na hapa nitasoma ile aya 38 mpaka aya ya 40. Ngoja nisome uweze kusikia, kwa sababu Biblia hatutumii maneno yaliyoandikwa. Hapana, tunaiweka kwenye matumizi maana tuliyoipata, na namna maana uliyoipata ambayo ni principle, namna gani sasa unaitumia wewe hapa na mwingine anaitumiaje, ndio inakuwa unaweza kama ni tofauti, lakini maana lazima, principle lazima inakuwa ni moja. 38 kitabu kile cha Hesabu 15 aya 38 hadi 40. Nasoma. Nena na Musa na wana wa Israeli na kuwaagiza ya kwamba wajifanyie vishada katika ncha za nguo zao katika vizazi vyao, tena ya kwamba watie katika kila kishada cha kila ncha nyuzi za rangi ya samawi. 39. Nacho kitakuwa kwenu ni kishada, ili mpate kukiangalia na kuyakumbuka maagizo yote ya Bwana na kuyafanya, tena kwamba msiende kutangatanga kuandama mioyo yenu wenyewe na macho yenu wenyewe, ambayo mlikuwa mkiandama kwa uasherati hapo kwanza. 40. Ili mpate kukumbuka na kuyafanya maagizo yangu yote na kuwa watakatifu kwa Mungu wenu. Sasa hapa kwenye Biblia hii inazungumzia habari ya vishada tena vya rangi ya samawi. Ndio maana nikakwambia pale kwamba kuna language gap. Leo mtu ukizungumza samawi ni msamiati kwa watu wengi, lakini kitaja blue kwa sababu blue imetolewa kutoka katika lugha ya Kiingereza. Kwa hiyo blue, kiandika rangi ya blue, kitamka karibu kila mtu anaelewa, lakini kitaja rangi ya samawi na kwa kama ni msamiati kwa Kiswahili. Lakini anazungumza weka kishada katika pindo la vazi. Sasa hapa ni vizuri kujua kwamba kwa nini Mungu alitoa maelekezo haya kwa wana wa Israeli, kwamba kwenye nguo zao zote lazima waweke nyuzi mwishoni mwa mapindo yao kule chini. Lakini hiyo ribbon ya blue ribbon, kama ungetaja leo ribbon tunasema blue ribbon, katika mapindo la mavazi yao.
Sasa unajiuliza kwa nini ilikuwa vile? Ni kufahamu, lazima uende sasa kwa kuna nini wakati ule. Alafu utoke huko ndipo uweze kujua kwa nini Mungu alitoa maelekezo kama yale. Maana vinginevyo usipojifunza hivyo, mtu atatokea leo, lazima kila mtu nguo yake iwe ni shati, iwe ni kanzu, aweke hii, maana imeandikwa katika neno la Mungu, neno na neno pekee, na anahubiri. Kwa hiyo sasa tutafute vinyuzi vya blue tubandike kwenye nguo zetu. Nini imeandikwa kwenye Biblia? Ndivyo watu watakuja kutusomea. Hii imepatia tu mfano wa maeneo mengi ambayo wasomaji wa Biblia wanavuja damu kwenye pua kwa sababu ya usomaji wa namna hii. Anajikuta anakomalia kweli. Na utaona kwamba kuna watu mpaka leo wengine hawawezi kwenda ibada, kama ni wanawake lazima awe ameweka kilemba kwenye kichwa chake. Ni usomaji huu tu, lazima afunike kichwa. Lazima. Kwa nini? Hawasomi kudiscover principle. Wao banduka hapo, bandua hapo, nenda tumia. Ukimuuliza principle ya hapo ni nini? Chukua neno la Mungu kama lilivyo. Kama lilivyo. Mbona hujawahi kung'oa jicho na linakukosesha kila siku? Na unasema chukua neno kama lilivyo. Jicho lako lijakukosesha, limaya kukosesha. Mbona hujaling'oa? Na neno limesema likosesha jicho lako, ng'oa. Afadhali uende ukiwa una chongo mbinguni kuliko ukose ukaenda jehanamu na macho mawili. Haya, mkono umekosesha. Mbona hujawahi kuukata? Sasa ndio unagundua kwamba kuna changamoto ya uelewa, na shida ya usomaji leo. Lakini nini kilikuwa kinazungumzwa pale? Kwa nini alikuwa anazungumza? Wana Israeli walipotoka nchi ya Misri, Mungu alikuwa anawatofautisha na mataifa mengine. Kulikuwa na wakati zile kulikuwa na uvaaji uliokuwa unafanana karibu mataifa mbalimbali. Lakini issue hasa sio kwa kama uko wanafanana na uvaaji wa mataifa mbalimbali, lakini Mungu ameeleza hapa katika swala zima la kutii maagizo yake. Kwa hiyo vile vishada, ile blue ribbon alizokuwa wanawekewa, kanuni yake ni nini? Ukisoma utagundua ina kanuni kubwa mbili. Ya kwanza ilikuwa ni utofauti, distinction. Utofauti watu wa Mungu na watu wa mataifa. Utofauti huu unajengwa kwenye nini? Utofauti huu unajengwa kwamba wao ni taifa teule, watu wa taifa takatifu, miliki ya Mungu. Walikuwa waone utofauti walionao kwa Mungu wao na mataifa mengine. Wote wanaomwamini Mungu wanapaswa wajue ni tofauti. Lakini jambo la pili ilikuwa ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Ndio maana ukisoma kwa mfano kwenye Agano Jipya, ukisoma Petro ya kwanza 3:6 ameelezea watu walikuwa wanavaaje mavazi yao, hasa akizungumzia upande wa wanawake wa zamani waliokuwa na mcha Mungu. Mavazi ambayo ni heshima, adabu, utu wa moyoni, kujistiri na nini. Imeelezwa kwenye Petro ya kwanza 3:6. Lakini bado kwa ajili ya utukufu wa Mungu, ukisoma ile Wakorintho ya kwanza 10:31 anasema mulapo au mnywapo ama mfanyapo neno lolote, fanyeni yote kwa utukufu wa Mungu. Sasa ukiona ilikuwa ni kwa ajili ya utofauti. Wao ni tofauti. Hawawezi kuvaa kama wengine. Mpaka leo kuna watu hawaamini, wanafikiri uvaaji ni kuvaa tu, lazima tufanane na watu. Sio kwamba tutatofautiana kwamba huyu amevaa shati na mimi nitafuta aina nyingine uvaaji. Maana yake ni kwamba tutahakikisha uvaaji tunarudisha kanuni. Tunavaa kwa ajili ya heshima mbele za Mungu. Tumeumbwa kwa jinsi ya ajabu ya kutisha, nafsi yetu inajua sana. Kwa hatuwezi kuvaa uchi. Kwa hiyo mavazi yetu yanapaswa kuwaje? Sisi ni tofauti, lakini pia tunaishi kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Utendaji wetu wote iwe sawa na mapenzi yake. Sasa mtu aweze akasema, leo hatuhitaji kuweka vishada. Ni kweli hatuhitaji kuweka vishada vya blue ribbon. Hatuwezi kabisa kufanya hivyo. Ndio. Lakini je, kuna kanuni ya uvaaji? Ndio hoja ambayo wewe na mimi unapaswa kuifahamu. Kwa hivyo hiyo ni mfano tu hapo, na hata bado ukienda kwenye ile Wakorintho ya kwanza sura ya 9 aya ya 7 hadi ya 14 anayozungumzia kanuni ya kusaidia utume kusonga mbele kwa utoaji wa mali zetu, ili kazi isonge mbele. Lakini kwa sababu hatuko hasa kwenye Biblia, maana ziko aya tele za kutosha ambazo tunapaswa kujua. Kila unachosoma kwenye Biblia iko kanuni. Jifunze kujua kanuni kwenye hicho unachosoma ni ipi. Ukishaijua kanuni, sasa ipeleke kwenye matumizi, apply. Lakini kama hujadiscover hayo unayofundisha, unafundisha watu upupu, watu watawashwa tu bure. Lakini kwenda NG White tuone
Je, ni vipi? Kwa sababu hasa hoja tumeanzia hapo ili kufika kwa Ellen G. White. Kwa sababu ni kwenye Ellen G. White hapa ndipo kuna utapiamlo mkubwa wa matumizi wa haya alizoandika Ellen G. White. Na kila mtu akisema Ellen G. White, Ellen G. White, Ellen G. White. Kwa hiyo tumeona ile kanuni ya kwanza, tumeona ile kanuni ya pili, sasa hii ya tatu ambayo unahitaji unaposoma aya zozote za Ellen G. White, unaposoma paragrafu zote za Ellen G. White, unaposoma chapter zote za Ellen G. White, vitabu mbalimbali unavyosoma, hakikisha unajua kanuni. Hujajua kanuni, usifanye matumizi yoyote. Don't apply, don't make any application if you have not discovered the principle involved. Narudia jua jambo hili. Kama hujatambua kanuni ya hayo unayosoma maandiko ya Ellen G. White ni ipi, maana yake hauna haki ya kuyaingiza kwenye matumizi kwa mtu yeyote, kwa sababu hujaelewa, hujui maana yoyote. Sasa unayatumia kwa yapi? Utakuwa unatumia uongo. Kwanza nisome Shuhuda kwa Kanisa gombo la pili, Testimonies for the Churches volume 2, kurasa wa 687, paragraph ya pili. Aliandika mwaka 1871. Lakini pia nukuu hii utaipata kwenye Councils to the Churches, ukurasa wa 91, ana ile paragraph ya 5. Na nukuu, in a view given me about 20 years ago, katika mafunuo niliyopewa miaka 20 iliyopita, I was then directed to bring out general principles. Nilielekezwa kuleta kanuni za jumla, general principles, in speaking and in writing, katika kuzungumza na katika kuandika. And at the same time, na wakati huo, specify the dangers, errors and sins of some individuals. Wakati huo nikielezea hatari, makosa na dhambi za baadhi ya watu, that all should be warned, ili wote waonywe, reproved, wakemewe, and counseled, na kushauriwa. Kwa hivyo unaona, kwa miaka 20 yote wakati anaandika habari hizi, anaeleza yeye alielekezwa, au anazungumza, awe anaandika, andike general principles. Sasa wewe unaposhika maandiko ya Ellen G. White, Shuhuda za Ellen G. White, vitabu vyovyote alivyoandika Ellen G. White, unaposoma una copy tu na kupaste, copy tu na kupaste. Una paste kitu gani? Una paste maneno aliyoandika. Hayo maneno yaliyoandikwa hayo yanataka wewe utambue kanuni iliyomo ni ipi. Ili sasa hayo maneno unapoikopi na kumpatia mtu, utueleze kanuni hayo maneno ni hii. Sasa kama hujui kanuni iliyoko hapo ni ipi, watu watafanya nini? Sasa unapiga tu tarumbeta, lakini hewani. Hakuna atakayejiweka tayari kwa vita kama ni kwa ajili ya vita. Kama ni watu wakimbia kuna hatari, hakuna atakayekimbia. Badala yake unachanganya mpaka raia. Sasa ndicho kinachoendelea leo. Ellen G. White amesema 2027, maandiko ya Ellen G. White yanasema 2031 Yesu anakuja. Na ukiangalia hizo, utakuja kuziangalia sasa kuanzia sehemu ya 12. Ukiziangalia hizo nukuu, unasoma mpaka unaumia, unasikitika mno. Lakini mtu amesimamia mpaka ametoa na mapovu, amekakamaa, macho yamekuwa mekundu, na anasema Ellen G. White anasema. Kweli, Ellen G. White amesema, hata wakikuuliza kanuni iliyoko hapo ni ipi, huna habari. Aliandika lini? Hujui. Kwa hiyo kuna nini wakati anawaandikia? Maana hajakuandikia wewe mara ya kwanza. Kuna watu aliowaandikia. Unawajua? Sijui. Haya, ilikuwa ni wapi? Hujui. Jamani. Kisa Ellen G. White amesema, wakikuuliza maswali, soma nukuu hiyo hapo nimeweka. Hapo ni tunavuja tu hapo naona. Kama ni tenga basi hauwezi kubeba hata maji. Kwa hiyo Ellen G. White amekiri yeye mwenyewe kwamba alichoelekezwa na Mungu kukileta kwa wakazi wa sayari ya dunia ni general principles. Kwamba alikuwa anahubiri, kwamba alikuwa anaandika. Kwa hiyo kama hujajua principle aliyo kwenye hicho unachokisoma, maana yake huna cha kueleza watu. Acha kabisa kueleza watu. Unaeleza uongo. Lakini nukuu nyingine ambayo ameandika mwaka 1885 ni Shuhuda kwa Kanisa gombo la pili, ukurasa wa 154 na paragrafu ya kwanza. Na hapa pia na nukuu. I was directed to speak plainly. Nilielekezwa nitamke wazi. Give general principles. Nikitoa kanuni za jumla. And leave you to make the application yourself. Na kukuacha wewe uiweke kwenye matumizi yako mwenyewe. Application. Unaona hicho kitu?
Kwa hiyo huwezi kuapply hujajua general principle. Nikusumbuka ndio maana nikaeleza kwamba mtu yote anaye ana apply kwa sababu ameijenga kwenye principle. Sasa huwezi kufanya application halafu hujui principle ni nini. Na tuna vituko vingi, naendelea kunukuu. I was shown that God would not frequently point out the wrong committed by his people. Nilionyeshwa kwamba Mungu hata infunua mara kwa mara makosa yaliyotendwa na watu wake, but would cause to be given in their hearing general principles. Ila Mungu atawafanya wasikie kanuni za jumla, close pointed truth, ukweli wa karibu na uliosimama. And all should be open to conviction to see. Wote watakuwa wazi kusadikishwa, kuona, to feel, wahisi, and understand whether or not they are condemned. Na watafahamu kama ama hawahukumiwi. Watafahamu. Kwa hiyo ni nini? Mungu, mjumbe wa Mungu anasema hivi, Mungu hata taja makosa ya watu anayoyatenda watu wake. Badala yake ataleta general principles. Anapoleta hizo general principles, anawaacha watumiweke kwenye matumizi wao, watagundua ukweli ambao ni kanuni za jumla alizoziweka. Sasa kuna wakati mwingine anasema, wapi Mungu amesema? Wapi? Mbona tuone wapi? Kumbe kanuni ipo. Unajua wapi Mungu amesema tusifunge visikizo vya kwenye kifua? Sasa unataka Mungu eti aeleze, wewe hujafunga visikizo kwenye kifua. Kweli ndio useme ndio Biblia haijasema hapa, haijasema. Mungu haleti makosa kama hayo, ataleta kanuni za jumla. Zipi? Hivi nini maana ya kuvaa? Natumia mfano huu. Ameleta kanuni upande wa ulaji. Ameleta kanuni katika mambo kadha wa kadha upande wa uchumi. Ameleta kanuni upande wa afya. Ameleta kanuni. Na Biblia imejaa hizo general principles. Maandiko ya Injili pia full of general principles. Sasa huwezi kusema nataka kabisa nione kwenye Biblia wapi imesema. Biblia haileti details, haileti vipengele, inaleta kanuni. Na ndio Isaya anachosema waende kwa sheria na ushuhuda, ni kanuni juu ya kanuni, kanuni juu ya kanuni, huku kidogo na huku kidogo. Amerika namna hiyo. Wewe lazima ugundue kanuni, halafu ndipo ufanye matumizi ya hiyo kanuni. Unapofanya application, unaijenga ile application yako kwenye general principles. Kwa hivyo hii ndio jambo la msingi. Sasa wewe nipatie mfano wa kitu ambacho Injili ameandika. Na kwa muda wangu nitatoa tu mfano mmoja ambao tunasema a case study. Case study hii ni kuhusiana na kile Injili aliandika mwaka 1894. Aliandika barua kwa viongozi wa kanisa halmashauri kuu ile kule Battle Creek mwaka 1894. Na ile barua nitakuja kuisoma hapa, maana imeandikwa vizuri hapa. Nitakuja kuisoma uweze kufahamu. Ilikuwa ni swala la baiskeli. The bicycle issue. Na unajua leo unaposoma ni kama kituko, unajua. Hivi kweli Mungu naye anaweza kaita ujumbe kuhusu baiskeli? Kabisa. Yaani mjumbe wa Mungu naye anakaa anaandika barua, tena anaandikia viongozi wa kanisa kuhusu baiskeli. Sasa ili ujue ni nini maana yake mpaka urudi kule. Lakini wewe nisomee nukuu. Shuhuda kwa kanisa gombo la 8 ukurasa wa 50 paragraph ya 4, na hapa iliandikwa 1904. Sasa hii barua aliituma, lakini ilikuja kuandikwa imeandikwa kwenye hilo gombo la 8 shuhuda kwa kanisa ukurasa wa 50 paragraph ya 4 mwaka 1904. Sasa sikiliza alichokiandika. I was shown things among our people that were not in accordance with their faith. Nalionyeshwa mambo miongoni mwa watu wetu ambao hayakuwa yanakubaliana na imani yetu. There seemed to be a bicycle grace. Kulikuwa kuna swala la baskeli, yani issue ya swala la baskeli. Money was spent, gravity and enthusiasm in this direction. Yani hii swala la fedha lilikuwa lina matumizi tena ya kiuchu, yenye msisimuko katika uelekeo huu. Far better have been invested in building houses of worship where they are greatly needed. Afadhali hizo fedha zingetumika leo kuwekeza katika nyumba za ibada ambako zinahitajika. They were presented
before me some very strange thing in Battle Creek. Nilionyeshwa mbele zangu jambo geni kabisa kule Battle Creek. A bewitching influence seemed to be passing as a wave of our people there. Nikaona mvuto wenye udanganyifu mkubwa kama vile wa kishirikina unaosonga mbele kama wimbi kwa watu wetu pale. And I saw that this would be followed by other temptation. Na nilionyeshwa kwamba hili litafuatishwa na majaribu mengine. This is a species of idolatry. Hii nayo ni species ya ibada ya sanamu. Sasa hii wakati anazungumzia habari ya bicycle grace. Sasa unabaki unajiuliza baskeli. Sasa baskeli nayo ina shida gani hiyo? Eti kwamba kuingana na hilo tatizo ambalo lilikuwepo la mambo ya baskeli pale litafungulia majaribu mengine mengi yanayokuja. Sasa ni kitu gani? Sasa ili uweze kujua kama nilivyokueleza, lazima usome maandiko yote aliyoandika MG White kuhusiana na hilo swala. Ili uanze kuambia watu baskeli hazihitajiki. Lazima usome kwanza maandiko yote aliyoandika. 2, usome lini, alafu usome kulikuwa kuna shida gani kwa watu hao wakati huo. Ujua hayo yote. Ukishafahamu hapo ndipo sasa ujue principle ni nini, kanuni hii ni ipi. Maana ukishafahamu kanuni sasa, sasa ingize kwenye matumizi. Lakini hujafahamu kanuni, unafanyaje hivyo? Sasa ndipo tunakuja swali la kwanza, tunafanya observation. What does it say? Anasema nini? Elijah White ameandika mambo ya baskeli yalionekana yaendani sawa sawa na imani. Ndio aliandika So that's the observation. Yes. Hivyo ndivyo ninavyosoma. Ndio. La pili, interpretation, tujue maana yake. What does it mean? Inamaanisha nini? Kwa sababu leo baskeli ni nyingi na istosho wengine hata hawana baskeli ila wana gari, wana pikipiki. Sasa kama baskeli itasonga kidogo namna hiyo, sembuse gari na pikipiki. Itabidi tuzitoe, tusishughulike nazo, tutafute hela tujenge. Na mwingine akishasoma hapo nasema Elijah White alisema wakati ule watu wananunua pikipiki baskeli, wakati ilikuwa ungewekeza kwenye ujenzi wa makanisa ya nyumba za ibada. Sasa leo watu wananunua pikipiki, wananunua magari, lakini akitaka kusafiri anapanda gari. Sawa hajanunua, lakini mbona atembee kwa miguu? Sasa lazima mtu ujue kwamba inamaanisha nini? What does it mean? Halafu 3 ndipo tuseme sasa how can we apply? Nawezaje kuyaingiza kwenye matumizi? Ambayo ndio sasa application. Sasa nikupatie ili uweze kufahamu, msomaji mzuri lazima aende kwenye historical background, aende kwenye mazingira ya usuli. Kwenye miaka 1894 pale ndipo baskeli za kisasa zilipoingia katika soko. Viwanda vilitoa baskeli, modern bicycle, ndipo zilikuwa sasa zinatoka kwenye viwanda. Na sasa kwa hali kama hiyo ilikuwa ndio maendeleo. Familia ambazo zilionekana sasa ni familia zenye maendeleo, zote zilionekana zikikimbilia kwenye upande wa baskeli. Sio kwamba mjumbe wa Mungu anakanusha baskeli, watu wa Mungu hawakutaka kuwa nazo. Msikilize vizuri anachoandika. Sasa makusudi ya familia kuishi na masuala zima ya safari na kila kitu, baskeli ilihama sio kwa ajili ya hitaji la usafiri, ila ikawa ni njia ya kuonyesha uimara na uchumi wa familia. Kwa hiyo kukepo na ushindano mkubwa sana. Kwa hiyo mtu anaweza anapita hata kama ana safari, anaendesha baskeli tu, maana unamuona anapita anaenda. Ni kama kipindi hiki cha sasa, ni kama kipindi kile ambako zimekuja redio. Unakumbuka hapa hapo kunasikia redio za mbao, mtu anatembea na redio ameweka hapa begani barabarani yani, lakini sauti amefungulia yote. Siku hizi sasa hatuna hizo. Siku hizi kuna ulimbukeni wa sabufa, mtu amepanga chumba hiki, amepanga chumba kile. Sio wote wanataka huo wimbo, lakini sasa amefungulia, alafu cha ajabu ni mpangaji. Afadhali ungekuwa umejenga nyumba. Yaani hivi vituko hivi, ungekuwa angalau umejenga nyumba yako, lakini unafungulia sabufa na umepanga. Na kule nako kuna mazungumzo. Kuna mtu amepata ndugu zake wamemtembelea, ana mgonjwa pale nyumbani, anampatia dawa, lakini wewe tu mradi wajue na wewe umenunua sabufa. Kwa hiyo umefungulia, utafikiri uko kwenye jumba la maonyesho na muziki. Ndio ule ulimbukeni wa kipindi hiki cha bicycle race, ambacho ndio watu walikuwa na ulimbukeni huo. Kwa hiyo anaendesha baskeli, sio kwamba na safari, maonyesho kwamba ni hela. Labda nikupatie tu hivi, kwa mfano kile kitabu cha Reader's Digest ya December 1951 anaeleza hivi, the best early bicycle cost
US dollar 150. Yaani baskeli bora wakati ule ilikuwa inanunuliwa kwa dola za Kimarekani 150. Unajua dola 150 usifikiri ilikuwa kitu kidogo. Unakumbuka leo tunaita sisi gari zetu tunaita daradara. Watu wengi hawajui neno dara lilitoka wapi. Wakati huo unakumbuka dara, yani shilingi 5 ndio ilikuwa inaleta dola moja. Sasa leo ukiangalia ni majanga 2000 na kitu kwa shilingi moja. Tumesha kwa dola moja, alafu hela Tanzania ni janga, ni ya kutosha pale. Lakini huko zamani ndivyo hivyo ilivyokuwa. Sasa unajua thamani hii, ili sikiliza, naendelea kunukuu, ilikuwa inanunuliwa kwa dola 150. Na hii ilikuwa ni sawa na gharama ya kununua gari leo. Kwa hiyo usije ukafikiri 150 dola mbona kwa kidogo. Hiyo hela ilikuwa ni thamani ya kununua gari leo. Na sio gari, nisikilize vizuri. Sio gari unanunua bajaji unasema unanunua gari. Sitaki kutaja zile zingine wasije watu wakasema nina shida gani na hizo gari. Kwa hiyo tunazitumia, lakini naeleza thamani ya hiyo fedha wakati ule. Every member of the family wanted a wheel. Kila familia ilihitaji baskeli, and the entire family savings often were used up in supplying the demand. Na akiba yote ya familia, yani uwekezaji wote wa familia, ilikuwa ni ili waweze kununua baskeli. Sio kwamba ni hitaji, ila wasionekane duni, waonekane wanazo, waonekane. Kwa hiyo ilikuwa ni swala la nguvu ya kiuchumi, majivuno na maonyesho. Na sasa ni watu wa Mungu hawa Battle Creek wameacha kabisa utume, wana swala la maonyesho na majivuno. Kwa hiyo hicho ndicho kilichokuwepo. Baskeli ilikuwa ni gari, na sio tu kwamba kwa ajili ya usafirishaji, lakini ikaingia kwenye shida ya mashindano ya kiuchumi, nguvu za kiuchumi, kuonyesha nani ana nguvu za kiuchumi, familia ipi ina nguvu za kiuchumi, ilikuwa ni baskeli. Kwa hiyo baskeli ikawa ni kitu the in thing, ikawa ndio jambo ambalo kila mtu anatamani afikie pale, kiu ya roho ilikuwa ndio baskeli. Kwa hiyo leo ukinapoiangalia leo baskeli, hakuna mtu hata ataelewa unajiringia nini na baskeli. Hakuna mtu hataelewa sasa hivi. Lakini kanuni ni ile inayohitaji pale. Lile swala lilibeba Amerika yote. Amerika iingia kwenye parade ya baskeli. Yaani ikawa ndio celebrity, yani ndio ikawa ndio maarufu. Kama mnavyosikia leo watu wananunua magari kwa sababu ya maarufu. Zile gari nasema hizo gari za mtu maarufu hizo. Yaani hicho unachokiona hicho ndicho kilikuwa wakati ule. Kwa hiyo jamii ya wakati ule ilikuwa ndio shughuli, muda, mali, nguvu na nini viliwekezwa vyote kwa ajili ya baskeli. Sio kama tu njia ya usafirishaji, lakini maonyesho na ukubwa na ubabe wa kiuchumi. Hii ndicho alichokiandika. Kwa hiyo ndio maana wanasema kanuni ni nini sasa anachoeleza. Kwa hiyo anachoeleza ni kwamba hatupaswi kutumia fedha kwa ajili ya tamaa binafsi. Selfish gratification. Ndio unaiona pale kanuni pale. Hajasema baskeli ni kitu kibaya. No. Ila kwa nini? 2, anaeleza Wakristo hawapaswi kupambana ili nani awe mkubwa mwingine kiuchumi. Yaani kwa lugha nyingine, roho ya mashindano kiuchumi haipaswi kuwa kwa Mkristo. Sasa sio mpaka leo tumie baskeli, lakini gari, fulani amenunua gari, na wewe nataka ni muzidi. Ni hiyo ndio principle inayotajwa pale. Nataka ni muzidi. Fulani amejenga nyumba nzuri, halafu unasema nataka na mimi nijenge ni muzidi. Ni hitaji lako hilo kweli ama ni mashindano? Fulani amenunua basi suti. Mimi nataka ninunue. Amenunua wapi? Amenunua nani China. Nataka ninunue ya kwangu Turuki. Jamani, hivi unanunua ili uvae ama unanunua ili kumuonyesha mwingine? Ndicho kinachozungumzwa hapa. Selfish gratification na mambo ya mashindano, strife and contention. Ndio anayohitaji pale. Lakini kanuni ya 3 ni ipi? Christians should focus their primary value on the kingdom to come. Wakristo lazima wawekeze thamani yao kwa ufalme unaokuja. Ndio tulichokieleza pale kwamba kama kuna vitu mtu anapaswa kuwa na kiu nayo sana, anatazamiwa kuwekeza sana juu ya ufalme unaokuja. Anawekezaje maisha yake katika ufalme unaokuja na kuwasaidia wengine katika maisha yao kuweza kuwekeza pia kwa ajili ya uzima wa milele. 4, shetani siku zote anatumia mbinu kwa ajili ya Wakristo ili awaingize katika tamaa na uchu wa maisha ya anasa. Ndio maana kanuni ya maisha ya anasa
sio maisha ya Mkristo. Lakini sasa mtu asipoangalia, anabaki na swala baskeli. Mjumbe wa Mungu amesema baskeli hapana. Swala sio baskeli mpendwa, wala swala sio gari, wala swala sio nyumba, wala nguo, wala nini, ila ni kanuni. Umeielewa kanuni iliyoko pale ambayo inafanya kazi? Kwa wakati huu ilionekana tatizo lilikuwa baskeli, lakini baskeli imefunua tabia zao. Sasa ikiwa mtu baskeli alikuwa anaitumia kwa nia njema kabisa kwa usafiri na nini, hana mashindano na mtu, wala haipo kwa ajili ya parading na kufanyaje, hakuna mahala angeleta shida. Chombo cha usafiri. Kama mtu atanunua gari leo, sio kwa ajili ya mashindano, sio kwa ajili ya maonyesho, sio kwa ajili ya nazo, safi. Lakini sio swala la maonyesho, the spirit of contention, hiyo roho ya mashindano na kuonyesha wewe ni nani na una nini katika hiyo, ndio changamoto ambayo tunapaswa kutojiingiza kwayo. Kwa ufupi, in conclusion, mtu anaposoma maandiko ya N.G. White, nimetoa tu hiyo case study moja ya kutafuta ugundue kanuni zilizoko katika maandiko ya N.G. White. Usiingize kwenye matumizi chochote ikiwa hujajua kanuni katika hayo maandiko uliyoyasoma. Iwe ni Biblia, iwe ni maandiko ya N.G. White. Nimeeleza haya sasa, tutakapoingia hiyo sehemu ya 12, tutayaona haya makosa wazi mno kwa wanaodai N.G. White amezungumzia 2027 ama 2031. Nimepita hizi kwenye hizi kanuni zote tatu, ili wewe na mimi napokuwa nazungumza, basi tunaweza kuelewana vizuri kwamba kumbe kosa liko hapa. Hata wewe utayaona haya makosa mwenyewe kwa sababu tayari kanuni ushaziangalia. Rudi masomo yaliyopita, sehemu ya 10, sehemu ya 9, wakati tunaanza kuingia kwenye hizi kanuni za uelewa, maana niliona siwezi kuingia pale, na kwa kuwa hoja hasa iko kwenye maandiko ya N.G. White, baada ya kuwa tumemaliza kwenye Biblia ambako watu walidhani Biblia inazungumzia miaka 6000 inaisha tarehe hizo series za kunyuma tuliziona zote, zikapangua kila kitu kama hicho. Aliyebaki na ushupavu aendelee na ushupavu wake. Na kwa bahati mbaya sasa, baada ya Trump hata kuingia, sasa hivi Trump watu wanaona ndio anaenda kutangaza Sunday Law. Yaani ni kwikwi za ajabu sana. Nilishaeleza ya kwamba wale watu wenye hamsha mwisho hata wakisikia tu mjusi anadondoka na watadondoka. Biblia yaani unajua sasa hivi sasa bado wengine sasa wameanza kupoa, wameanza kusema mbona hajatangaza Sunday Law, lakini bado wenye matumaini wanaendelea. Yaani ndugu zangu wapendwa, haya mambo ya kuangalia hivi na kuangalia hivi na amsha kama tunawashwa upupu, alafu tunasema ndio tunasoma maandiko matakatifu, hivi vitu vitatutoa damu kwenye pua. Maandalizi yako na ya kwangu siku zote tumeambiwa, myaonapo hayo changamkeni, kainua nyuso zenu, vichwa vyenu mbinguni, ukombozi umekaribia. Yesu alituonya tu akasema kesheni. Sasa leo kukesha ndio kufuatilia nini kinaendelea wapi na wapi. Haya, moto umewaka Los Angeles. Watu hawajachomoka nayo. Los Angeles. Yesu anakuja 2025, 2027, 2031. Sasa mtaona. Tuliza mpira. Tutapekuana mpaka huko. Hizi kwikwi za Armageddon hazitakomea hapa. Kwa sababu maandalizi ya kweli hayatembei kwa mihemko hiyo. Maandalizi ya kuja kwa Yesu mara ya pili ni maandalizi ya kujitenga na uovu, dhambi, na kushiriki habari njema ya ufalme. Habari njema ya ufalme. Ndugu zangu, hata kama usingelijua chochote kuhusu moto wa Los Angeles, chochote kuhusu sijui Sunday Law inaenda kutangazwa lini, chochote, imradi tu ya kwamba wewe ni mwaminifu kwa neno la Mungu, wewe umejitenga na uovu kwa neema yake, na unahakikisha kila fursa unayoipata unawaeleza watu Yesu anakuja, unaeleza watu ukweli wa neno lake. Yaani hata ungelikuwa hayo na kueleza hakika kwa mujibu wa neno la Bwana, wewe ndiye unayekesha. Lakini hizi amsha kidogo, mwisho utatuambia M23. Utaitafuta kwenye Biblia utupekulie, na utafute kasehemu ka unabii. M23 iligonga kule nani Palestina kule, watu wakachemuka, vita kuu ya 3 inakuja hadi Armageddon. Nini? Habari za nani za waziri mkuu wa waziri mkuu wa Israeli pamoja na habari za Gaza na nini kule, watu wakalipuka na kwikwi. Yaani sisi kweli ni watu
wa kuchemuka kama maziwa. Ukichochea moto, maziwa yanapanda juu. Ukifanya hivi inakuwa vile. Sasa tunaenda kuondolea macho. Sasa hivi watu wanakodolea macho, Trump atafanyaje kuhusu Sunday law? Hiyo nayo mtu anapumulia mashine, yuko ICU. Hiyo ndio anaangalia. Ukimfuatilia mtu huyo kuwa mwaminifu wa neno la Bwana, hakuna. Ibada yeye mwenyewe hana. Kushuhudia watu na jitihada hakuna. Uaminifu wa zaka na sadaka hakuna. Maisha ya upendo kwa familia yake hakuna. Lakini kila siku amekodolea macho tu. Trump anaenda kufanya nini? Hiyo ni kitu gani hicho? Moto ukilipuka tena huko Russia na Ukraine, Russia na Ukraine. Hiyo ni siasa gani inayofanyika? Kwa hiyo siku zote unaposoma maandiko ya Ellen G. White ama maandiko matakatifu, begin with the healthful outlook. Ingia kwenye maandiko ukiwa na mtazamo wenye afya. 1, 2, focus on the central issues. Weka mtazamo kwenye kiini chake, maana yake principle. Focus on the central issue. Usitembee kwenye vitu ambavyo sio vyenyewe, utapotosha watu. 3, account for problems in communication. Ni vizuri ujue lugha iliyotumika pale. Elewa lugha kwa sababu kuna language gap. 4, study all available information on the topic. Jifunze maarifa yaliyopo yote kuhusu hiyo mada unayotaka kueleza watu. Jifunze, na nilisha kueleza vitabu vya Ellen G. White na kundi yake. Kama unazungumzia juu ya elimu ya Kikristo, usisome tu Christian education halafu ukasema nimefika. Viko vitabu zaidi ya hicho kadhaa. Tunakutazamia usome vitabu sio chini ya 5 ikiwa kweli utazungumzia habari ya elimu ya Kikristo. Kama ni habari ya afya, kuna vitabu zaidi ya 6. Ukiacha habari ya letters, ukiacha habari za manuscript, ukiacha habari za testimonies, viko vitabu kabisa viko pale. Ukizungumzia habari za huduma ya Mkristo, viko vitabu zaidi ya 6. Sasa wewe umesoma Ministry of Healing pekee ukaishia hapo. Christian Service usomi wala hujawahi kujua kama kuna kitabu kama hicho. Haya, ukija upande wa habari ya medical missionary hakuna. Ukienda sasa wewe tumesoma katoka quotation. Halafu bado unataka kutujengea uelewa kwenye jambo hilo. Hizi kanuni 3 zinatuokoa. Study all available information on a topic. 5, avoid extreme interpretations. Jiepushe kuweka tafsiri ambayo haitokani kwenye principle. Ni kitu cha ajabu sana. Ili mwende uonekane wewe ni wa kiroho, una ugunduzi mzuri, umeelewa zaidi ya wengine, wakati unaenda kinyume. Usiende kwenye extreme. Baki kwenye principle na uingize kwenye matumizi. 6, take time and place into consideration. Tumia tu, ingize wapi na lini unapo study hayo maandiko ya Ellen G. White. 7, study each statement in its literary context. Kila kauli unayosoma, maandiko na nukuu yoyote, iingize kwenye muktadha wake. Siku moja niliwaeleza hapa tofauti kwamba Yesu alifufuka, alikuwa ametukuzwa. He came out glorified. Na deserve agency. Lakini bado tuliposoma sura iliyofuata anasema Kristo alikuwa hajatukuzwa. Sasa ni ipi ni lipi? Ukiitoa ndani ya muktadha wake unashindwa kujua. Masomo yaliyopita niliweka vizuri, utayakuta pale. 8, recognize Ellen G. White understanding of the ideal and the real. Ni vizuri ujue Ellen G. White wakati anaandika kuna mambo yameandika kwenye ideal na mengine ambayo ni real. Ni vizuri wewe uweze kuyafahamu. 10, discover the underlying principles. Tambua kanuni kwa hicho unachojifunza. Na mwisho, avoid making the council prove things they were never intended to prove. Jiepushe kufanya shuhuda vithibitishe kile ambacho hazikuandikwa kuthibitisha hicho. Quick za Harmageddon inaweka nanga kwa kumalizia kanuni ya 3 ya tambua kanuni katika kila maandiko ya Ellen G. White ama kwenye Biblia unaposoma. Usipotambua kanuni, hauna cha kusema, hauna cha kuweka kwenye matumizi. Itakuwa ni upupu, itakuwa ni uongo. Badala yake rudisha akili yako vizuri pale, halafu ndipo uweze kusema amesema Mungu hivi katika maandiko matakatifu, katika maandiko ya Ellen G. White. Kama hujafahamu principle, maana yake endelea kujifunza kujua principle iliyoko pale. Kwa hiyo kanuni ya kwanza, jifunze yote yaliyoandikwa kuhusu mada hiyo
Hasa unapozungumza Ellen G. White, jifunze yote. Ndio maana hata Biblia huku kidogo na huku kidogo. Usisome tu kutoka kwenye Danieli halafu hujasoma unabii huo wapi umetajwa na kwingine umesemwaje. Halafu ukasema hivi imesema. Biblia haisambaratiki. Biblia haiachani. Biblia haitenganishi. Biblia haiko kama vipande. Huku na huku, huku na huku vinazungumza kitu kimoja. Kwa hiyo usije ukafanya hivyo, na vivyo hivyo na Mariko Ellen G. White. Kanuni ya pili ambayo tumeiona katika vipindi vilivyopita, hakikisha unaingiza muda, unaingiza wapi, sehemu na mazingira ya hicho kilichoandikwa, hicho ulichokisoma. Kwa hiyo ni vizuri ujue aliandika lini na aliandika kwa watu wapi na kulikuwa kuna nini. Hivyo vitakusaidia kujua sasa general principle. Usipofahamu hivyo vitu, maana yake uelewa wako ni batili, ni unakengeza kama sio chongo. Hautamsaidia yoyote, unauoni hafifu wa uelewa wa neno la Bwana. Kwa hiyo huna cha kutumia kwa watu yoyote wala kwako mwenyewe. Itakuwa ni extremities, ni kunena tofauti na kile ambacho hakipo. Na mwisho, baada ya kuwa umepitia hizo kanuni mbili, sasa discover the principle involved. Sasa gundua, ujue hivi kanuni kwenye hiki ninachosoma ni nini. Baada ya kujua aliandika lini, kwa watu gani, kulikuwa kuna nini, hivi sasa kuna kanuni ipi? Maana ukishaifahamu sasa kanuni kwenye hayo yote, ndipo sasa unaweza ukapata ya kutumia matumizi sisi leo. Then and now, wakati ule na sasa hivi kuna gap. Hii ndio Quick Armageddon sehemu ya 11. Sehemu ya 12 sasa moja kwa moja miaka 6000 na maandiko ya Ellen G. White. Moja kwa moja 2027 ama 2031 kuhusu kuja kwa Yesu mara ya pili na Ellen G. White. Na kualika usiache, endelea kuja. Imani ya Bwana iwe nawe. Tukutane sehemu ya 12 Kwikwi za Armageddon. Tuombe. Baba yetu wa mbinguni, asante kwa neno hili na kwa kanuni hizi mahususi kwa ajili ya kujua mapenzi yako, kwamba ni Biblia tunasoma, kwamba ni maandiko ya Ellen G. White tunasoma. Utusamehe kwa namna tulivyoishi na kuyatumia. Tunashukuru kwa uvumilivu wako, na kwa nuru hii tusaidie kuwa waaminifu, tusifanye tena makosa tuliyokuwa tunafanya, kwa kuwa nuru imejulikana kwetu. Tusaidie Mungu wetu, tuenende katika nuru. Tusamehe sote kwa namna tulivyofanya. Asante kwa kutusamehe na uvumilivu wako. Bariki msikilizaji mwenye shauku ya dhati ya kufahamu ukweli huu na namna ya kujiandaa kwa kuja kwako mara ya pili. Asante kwa kuchochea shauku hii ya kwamba Yesu yuwaja tena na anakuja haraka. Sasa tufundishe njia sahihi ya kujiandaa unapokuja mara ya pili, tuweze kusimama. Ndivyo tunavyoomba kwa jina la Yesu. Amen.